wanasikika wakisema kama hamna imani na hilo shirikisho, kwa nini msijitoe tu kwenye ligi sasa? Kwa nini mnashiriki ligi ambayo inasimamiwa na watu ambao hamna imani na? Na nikwambie tu kiukweli, kuna namna ambavyo Young Africans wakitazama kwenye hili sakata ni kama wanachekesha hivi ujue. Yes. Yani Yanga ukiwatazama kwenye hili sakata lao na dabi ya Kariakoo, kuna namna ambavyo wanachekesha, lakini wanaleta maswali mengi, unakuwa unajiuliza kuhusiana pia na ueledi wa uongozi walionao, kwa sababu inakuwaje kwamba wenyewe wanakosa imani na bodi ya ligi ikija kucheza dhidi ya klabu ya soka ya Simba, lakini wakati huo pia wakiwa wanacheza michezo mingine ambayo ni muendelezo wa ligi dhidi ya timu nyingine ambazo pia tunasema ziko chini ya zinacheza michezo ambayo iko chini ya kanuni na taratibu ambazo zinasimamiwa na watu wale wanacheza. Unaelewa? Kwa hiyo ukiangalia hapo moja kwa moja inakupa maswali kwamba kwa nini wakina Coastal Union kubali kucheza nao, wakina KMC ucheze, wakina nani wengine ucheze. Hapa wamesalia na mechi za kina, nafikiri kuna Namungo pia yuko hapo mbele, watakuwa wanakabiliana kwa michezo yao minne iliyobaki, lakini unasahau, yani usikiwa kigomea hiyo michezo mingine iliyobaki, isipokuwa tu mchezo dhidi ya klabu ya soka ya Simba ndio mchezo ambao wanafanyaje, wanaugomea. Sasa kama hauna imani, ina maana tungetarajia kuiona kwamba msimamo wao ukihusisha pia na michezo mingine yote, kwa maana ya kwamba michezo hii mingine yote pia iko chini ya shirikisho hilo ambalo wao hawana imani nalo, iko chini ya kamati zile ambazo wao hawana imani nazo, lakini pia iko chini, tunasema inaongozwa pia kwa muongozo na kanuni wa shirikisho pamoja pia na tunasema na organs nyingine ambazo ziko chini ya shirikisho la soka la Tanzania kwa maana TFF, wakiwa wanaongoza pia kwa maana kwamba michezo hiyo na ligi hiyo wakiwa wanasimamia pia taratibu ni zile zikiwa ni zile. Kwa hiyo kama hawana imani, na nilikuwa nategemea kuona msimamo wao ukiwa na kwa michezo angalau yote ambayo imesalia, lakini ukiangalia wanachagua mchezo dhidi ya Simba ndo mahala ambapo wanakuwa hawana imani, alafu ukija kwenye michezo mingine wanakuwa ni wetu wenye imani. Sasa unaona kabisa kwamba ni maamuzi ambayo kimsingi haya make sense kutokana na kile ambacho wanajaribu kukielezea. Yamkini inawezekana wakawa na mashiko kwenye sehemu ya malalamiko yao walionayo, lakini namna ambavyo wanaendea na msimamo ambao wanatuonyesha unaonyesha kabisa kwamba kuna shida. Nakumbuka Yasin, unapozungumzia klabu za mpira wa miguu, wao ni wadau kabisa nambari moja wa michezo hapa nchini, lakini pia ni wadau ambao wanahusika kwenye sehemu za kufanya maamuzi na vitu vingine kama hivyo. Kanuni zote ambazo zimetungwa na zinaendesha mpira wa Tanzania, klabu walikuwa ni sehemu ya wadau ambao walihusishwa, sio, unaelewa? Na kila baada ya msimu inapomalizika huwa kuna sehemu ya kutuma mapendekezo, kufanya amendments, na zikifanyika vile huwa pia kuna ile mikutano au tunasema kuna vile vikao ambavyo vinawahusisha club zote ambazo zinashiriki ligi, wakipewa mapendekezo au mabadiliko ambayo baada ya kuwa yamewasilishwa yamekubalika au yatafanyika kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Kwa hiyo utasema kwamba Yanga pia ni miongoni mwa watu ambao wamehusika kutengeneza hizi kanuni ambazo zinaongoza mpira wa miguu Tanzania. Unaelewa? Sasa kama ninyi mlikuwa sehemu ya, kwa nini muanze kupinga kile ambacho mlikubaliana? Anyways, inawezekana mlichokubaliana kina mashiko, lakini namna ya uendeshaji ndio inakuwa maswali kwenu, si ndio? Kwa hiyo kama ni kwa hivyo pia tungetamani kuona au tungetarajia kuona consistency ya kile ambacho walichonacho kwenye maeneo yote, sio mchague mchezo mmoja dhidi ya Simba ndio mwanze kusema hamna imani, lakini when it comes kwenye michezo mingine wewe ungeona ni wa maana sana kama kama wangekuwa na hiyo sehemu zote. Nadhani ningeona kama ina mashiko. Of course mimi kwangu isingekuwa kitu chenye afya sana, lakini angalau ningeweza kuona kwamba wanamaanisha kile ambacho wanakizungumzia. Lakini ukishaanza kuweka hizi double standard kwamba kwa michezo hii huku fresh tunacheza, michezo hii ya huku hatuwezi kucheza, inakuwa kidogo ni kitu ambacho kinaleta maswali mengi, na unaona kwamba Young Africans kuna mahala ambako ni kama kuna kitu hakiko sawa.